yenye anaona. Hii siwezi tairi mimi. Umeitupa? Hii kama ndio zawadi umeniletea. After 3 years, babe unaniletea hii kitu. Na tulikuwa tumemaliza hii maneno, mimi si tairi. Wakati nilikuwa nawatumia pesa, wakati nilikuwa nafanya kila kitu, au kuwa unajua sijatairi. Au kuwa unajua? Wakati utamaliza kutairi, utakuja na utakuwa bibi wa pili. Mimi ni brother in law wako, sio? Umesahau before tulikuwa in relationship, sio? Sasa unataka kunitamii bro in law. Huyo mtoto utakuja kujua si wa huyu jamaa. Hata ulisahau wakati ulikuwa unaniambia ulikuwa shule, nikakuadvise ukaniambia mko na relationship, na nikakuadvise nikakuambia usizae mapema. Si unakumbuka? Alafu imekuaje sasa ati huyu ni bwanako? Devi. Yes. Naona ndio huyo. Ndio huyo hapa mamazi. Dan, ulikuwa umesema kunapigia nilikuwa nimesema ninapikia mke wangu aje asikize kuna upuzi ingine imetokea. Mimi nashangaa ni vitu gani hizi. Unajua nimesikia ndugu yako hapa akimwita mamazi pia. Wajua nini? Hizi ni forms zenye wametengeneza huko nje, wanakuja kuharibu hii boma langu. Na mimi siko ready kwa hiyo. Hizo zote ni vituko. So nataka mwenye wana claim ni yeye. Yeye mwenyewe ako na mdomo hapa. Ajiongelee. Atueleze kabisa. Yeah. So Rosie, mambo? Poa sana. Uko poa? Mimi niko poa. Mtoto wako aje? Mtoto wako poa pia. Okay. Unajua mwenye amekuta hapa? Najua. Ni mzee wangu ameniita hapa. So mzee. Nani mambo imeisha? Kwani mbona inaendelea? Mzee wa nani? Si mzee wangu. Wewe msichana kuwa na adabu wewe. Wewe ndio uko na adabu. Aibu ukiitana mzee hapa. Mzee, tutulieni tu kwanza. Tuvinye tumesema si ni watu wazima hapa hivi. Na nataka history tuende nao pole pole. Tuelewana. So Dan, ulikuwa umesema lazima bibi akuje ajieleze. Mimi namuita bibi kwa sababu wewe ndio umesema. Mimi ndio nimesema. Nimekupa ruhusa kabisa. Huyu ni mke wangu. Ni mke wako. Muite hivyo. Sawa, unaweza mueleza ni kwa nini umemuita hapa? Okay, nimekuita babe, nimekuita. Unaona huyu brother yangu mdogo? Namuona. Ananiambia mtoto si wangu. So hebu kidogo tu. Umesema nimesikia ukimwita brother yako mdogo, nikaka kubali anamjua. So Rosie umesema unajua huyu? Namjua. Umesema unamjua kama nani? Brother in law. Hakuna kitu kingine. Mimi ni brother in law wako, sio? Brother in law wako, sio? Sasa umesikia sasa? Umesahau hapo. Umesahau before tulikuwa in relationship, sio? Sasa unataka kunitamii bro in law. Just because bro mine amekuchukua, unaanza kunita bro in law, sio? Sasa unaweza eleza, unaweza fanua. Wacha nifafanue. Huyu ni brother yangu mdogo. Mimi ndio nimemlea akiwa kwangu. Anamjua huyu madam wangu kama mke wangu saa hii. Yeye na anajua vizuri ako na mtoto miezi 6 na mtoto afanana na mimi. So Rosie, kulikuwa na story imetokea hapa hivi ati huyu jamaa alinipigia. Umesema unamjua? Alinipigia kaniambia kuna venye aliona mtoto ana trend internet na amekuja akiclaim mtoto ni wako. So mimi nilikuwa nataka at least kama wewe kama Rosie unaweza clarify the whole world na Kenya mzima mtoto ni wa nani kati yao ndugu wawili, kwa sababu ni mandugu. Umesema ni mandugu? Ni mandugu. Mtoto ni wa nani kati hao ndugu wawili? Mtoto ni wa huyu. Uko sure? Niko 100%. Na mbona iko yeye anasema ati mtoto ni wake? Kitu ya kwanza time nilikuwa na date na yeye alikuwa anajua kama niko na ile ujauzito. Ile ujauzito ni ya brother yake. So mlikuwa mna date? Umekubali sasa mlikuwa mna date? Unaona? Sio mwenyewe amekubali. Tulikuwa tuna date. Alafu after ameniona anasema anamjua. Mtoto si wako. Mtoto si wangu. Si wako. Nataka kuuliza swali. Okay, wakati umetoka kwangu ukaenda ukamuacha, si ndio? Ulikuwa unajua ako na ujauzito? Hiyo ni kitu already nilikuwa najua. Okay. Nilikuwa najua. Hiyo ni kitu nilikuwa najua already. Ulikuwa unajua, si huyo mtoto si wako.
Mtoto ni wangu. Si wako. Mtoto ni wangu. Mtoto ni wake. Mtoto ni wangu. Bro, wewe niongee kidogo. Unajua hapa ni kama msikizani. Mimi nawasikiza tu. Unajua huyu msichana ana ndabundil au wanaume wawili ni kama hajui mtoto ni wanani. Unaongea kama nani? Unaongea kama nani? Alafu inaonekana nyi wawili ni kama mna date. Au kama tunakuja hapo wawili. Tuliwashuku kitambo. Tuliwashuku kitambo. Alafu upunguze pede. Unakuja kama mama. Mimi niko na right ya kuongea. Bro, acha nikwambie kitu. Ukiwa na shida na mimi, usilete kamera na usilete watu. Kuja tuongee kama wanaume. Hakuna. Tangu lini ukaanza kuja na watu wakati ulikuwa unakuja msaada? Nimetaka hiki kitu ikwe open. Kila mtu ajue. Kila mtu ajue mimi niko na right na demand. Unajua na demand mtoto kidogo tu. Unaona nimeona kuna kitu madam hapa amesema. Na sijui na Devi, unajua sikuelewi. Ninakwambia siku hizi sikuelewi wewe. Kwa sababu huyu madam amesema wakati walikuwa na date. Na nimeona hata haijakusumbua. Mbona? Sikiza. Mimi nilikuwa na expect unaona msichana akiwa mrembo atakatiwa na kila mtu. Na at the long run kuna mwenye atawin. Hiyo ni kama race. Sasa sikiza wewe. Usikize vizuri. Wewe sasa ulikuja hapa kwangu na umeng'oka ukaenda na ukamwacha hapa. Unanyamaza, ni mkubwa wako. Ule mkubwa wako unafanya nyamaze. Usimuingilie. Heshima bro, heshima ni muhimu. Na wewe, mimi mna date nyi wote. Sikizeni hapa nisikize kwanza. Niko na right ya kuongea. Sikizeni kwanza. Unajua vile unajingamba ati hapa ni kwako. Tumejenga na wewe. Si tumejenga na wewe. Hiyo ndio imekuleta. Mmejenga mko na nyumba pamoja. Tumejenga na yeye. Na wewe sinyamazi. Unajua pesa yenye niko nayo wewe. Unanikasirisha sana. Unasirisha tu jinyangu. Tumejenga na wewe. Wife yako ilo amekuwa nje. Amekuwa majuu. Ni amekusupport fully. Wewe provide nini? Bro, ni kweli wamejenga. Wamejenga but out of 100% huyu 70 that ni huyu. Sasa 70% ni amekusupport. Amekusupport 70%. Nikuulize swali. Sasa hii nafanya biashara gani? Sasa biashara yako mimi. Okay, sasa hii niko sasa hii venye niko. Sasa hii venye niko. Unajua nafanya nini? Bro, nimekuambia aje, me about your businesses I don't care. Okay, you don't care, sindio? But you eat. No, I used to eat, but I can also do my own thing. It was just recently you came here, you need money, my friend. No, money. You came here recently, juicy too. I have my own hands, bro. Tusiende off topic. Na ulikuwa unalishwa. Tusiende off topic. Nilisikia juzi hapo unalipia Bro, pesa. tusiende off topic. Nataka tu tujue. The main reason, I think the main reason Rosie yako hapa hivi ni issue na mtoto. Hiyo ndio kitu mimi nataka kujua. Nataka tu issue na mtoi. Nataka tu solve tumalize hapa. Kabisa. Unanipenda, si ndio? Na wao wanaleta nini hapa? Hauna shida kusikia ati huyu na huyu alikuwa na date. Mimi sina shida na wao. Unaona hii kurubu penye imeshikana? Mimi sina shida nao. Mimi nashikilia pomala langu. Na huyu mtoto ananipenda. Angalia mtoto. By the way, muangalie vizuri. Hata muonyeshe kwa kamera. Muangalie. So umesema ni mtoto mwenye afadhali ukosane na ndugu yako sababu afadhali ukosane na ndugu yako sababu ya mwanamke. Mwanamke sasa ni wa kwangu. Sasa huyu tutasaidiana wapi? You can imagine. Kwa bro ndio kusema nini? Yeye ni bro wangu mkubwa. Na mbona umpe respect? Wewe kwanza ukiongeleshwa na faa unyamaze. Nakwambia upunguze mama. Sasa unajua kitu sielewi Rosie unaongea juu ya respect. Unasema ati huyu aheshimu brother yake. Huyu unaheshimu sister yako kumnyang'anya bwana. Unampoint every time na point. Nyamaza, nakwambia upunguze mama. Wacha tuajibu swali yangu. Wacha tuajibu swali. So umeuliza unaheshimu sister yako kwa kumnyang'anya bwana. Mheshimu, lakini sasa si alifanya mistake. Si alishindwa na bwana yake, sasa ningefanya. So unajua Dan, hapa kuna issue mbili. Yaani umeruka bibi yako ukachukua sister yake. Na bado kumbe umechukua hadi girlfriend wa brother yako mdogo. Au ni ushetani? Alikuja si ushetani. Hiyo ilikuwa inaniongezea nguvu. Ilikuwa inaniongeza nguvu.
ilikuwa inaniongeza nguvu. Nguvu gani una gain hapo? Niliwaambia huyu mtu vile nimekuja kujua huyu mtu ako na ushetani ndani yake huyu. Bro, so mimi nataka wangu ndio unafanya unanifuata wewe. Nataka kuuliza kitu moja. Umekuja kufanya nini? Nataka kuuliza kitu moja. Hata mimi nakushangaa unafanya nini hapo? Mtu wako na birth certificate? Mtoi bado ndo na process birth certificate yake ndo na process. Ndo na process birth certificate. Na process birth certificate yake. Bado jakam. So nimetaka nimalize hizi issues. Ndo nimalize kila kitu ya mtoi wangu. Wewe uko na birth certificate? Mimi mambo yangu nishamaliza. Niko nayo. Mtoto ako na certificate saa hii. Sasa unangoja nini bwana? Ukitia birth certificate tuleta hapa tuone. Naleta Nalete. Mbona nisilete certificate? Na ni mtoto ni wangu. Hiyo unaona hiyo ni yako na yeye. Mtoto ni wangu. Na nita make sure nimechukua mtoi nimempeleka kwa my mom. Agro akiwa home. Bro fanya hivi. Oa. Bro enda oa mke. Enda oa atuchukue mtoi upeleke kwa mama. Sasa ndo tunapelekana ndani. Vicky, what we do? Nitamwachia wife akae na yeye. But mtoi wangu lazima nimchukue. Mtoi wangu hakuna mahali anaenda. Ndio enda mchukua. Hakuna mahali anaenda. Unafaa ujue hivyo. Niulize. Atakuwa na legality gani ya kuchukua mtoto akae na yeye? Ndachukua mtoi. Unapelekea mama. Unajua my mom bado tutapiga DNA. Ngoja. Utafuta. Unajua ni myang bado. Anaweza kaa na mtoi. Hiyo ni obvious. Mama akiwa myang, wacha ku-overload mama. Hakuna. Wacha ku-overload mama. Mama mimi nimeweka mama kae vizuri. Sitaki kusumbuliwa na watoto wadogo. Mama ametulea. Steph. Unajua sasa mi wacha niende kwa Steph kwa sababu mimi naona tu watu wanapenda kelele. Mimi sipendi kelele. Sipendi kelele mimi. Kwa sababu sasa Steph unajua sasa unaona sister yako ana insist mtoto ni wa bwana. Wacha niseme mtoto ni wa bwana wako. Anasema yeye alizaa na huyu, hakuzaa na ndugu yake. But unaona ndugu hapa ni insist mtoto ni wake. Wewe hiyo period ulikuwa unawaona. Ulikuwa ni kama vinyo alikuwa na relate. Mimi ingekuwa naweza ingia hapo. Wacha nikwambie Victor kitu moja najua. Niambie. Na mtakuja kujua baadaye. Huyo mtoto mtakuja kujua si wa huyu jamaa. Unajua aje? Mimi najua. Na ufunge mdomo juu chenye mlikuwa mnajua. Hata ulisahau wakati ulikuwa unaniambia. Na nikakuadvise sana. Juu we ulikuwa shule bado, ulikuwa shule, nikakuadvise, ukaniambia mko na relationship, na nikakuadvise, nikakuambia usizae mapema. Si unakumbuka? Alikuwa shule. Alikuwa shule. Si unakumbuka? Nyamaza kwanza. Si unakumbuka? Alafu imekuwaje sasa? Ati huyu ni bwanako. Si najua mtoto ni wa huyu jamaa. Juu hakuna kitu yenye sijui mlikuwa mnafanya na huyu. Unajua kila kitu. No. Hata yeye. Unaona hata hawa. Tunajua kila kitu wakiwa wawili. Ndiposa wamekuja. Watu wote si malaya kama nyinyi. Bro, overthink. There is a time. Ngoja. There is a time tulika discussion between mimi wewe na yeye. Tukaongelea hii issue, akaanza kusema ako na doubts kama anza kuwa ako ball. So mimi nikasema tu yeye hizi kwa ni ball. Maybe ni kitu inza happen to just for a period. Alafu ishe. Ninaongelea. Alafu sasa anaanza kusema ati mtoi ni wao aje. Ulikuwa wapi hiyo time tukidiscuss? Ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? So hizo inamaanisha hizo kidogo tu unamaanisha utajipanga ama utajipanga. Kidogo tu bwana Dan. Inamaanisha kuna my blood. Kidogo tu. My blood. Mtaniruhusu niongee. Sawa? Unaona kuna kitu imesemwa hapa hivi ati mlikuwa kwa meeting. So inamaanisha mshaikuwa kwa meeting maybe na video call mkuu watatu hivi uko nje. Kwa sababu amesema ati mlikuwa na meeting ati video call. Tulikuwa huyu anaenda kwa huyu wananipigia simu na video call. Kwa sababu alafu inakuwa hapo juu mimi nilikuwa napata time kama saa 5 hivi usiku ndio naenda bedroom. Ndio wananipigia simu. Hiyo saa 5 usiku wewe ulikuwa alikuwa na doubt. Unasikia? Alikuwa na doubt. Unasikia? Nikwambie bro, Masaya huko na Masaya huko ni tofauti. Wachana na hawa. Aje. Hawa
wanatengeneza propaganda. Umesikia no? Achana na hii pepe. Huyu mwanamke as long as nimepata toy wangu nitanyamaza. Umesikia venye umesikia venye Steph amesema walikuwa na have video call conference wakiwa watatu usiku. Ulikuanga wapi? Wewe alikuwa na doubt kama maybe ako ball. Nikwambie. Steph umesema ilikuwa ni video call usiku. Rosie, ni kweli ama ni uongo? Hiyo ni uongo. Uongo. Mbali. Hakuna kitu hapa. Hii maneno wametunga kwa wawili. Au wametunga. So unakataa hakuna siku shijipata saa 5 usiku. Hapana. Sasa unafanya nini? Na wewe mami, kwa hizo video call ulikuwa na environment inakaaje? Ilikuwa kuna kaaje? Walikuwa wananipigia wakiwa kwa nyumba. Kwa nyumba. Haikuwa nyumba yako. Kwangu si ninapajua. Akipigiwa alikuwa ndio inamaanisha tulikuwa na date na yeye. Sasa haukumbuki na sasa kama mko mna date, ulikuwa unafanya nini kwake usiku? Nilikuwa nampelekea manguo zake. Madam kumbali alafu sasa hiyo iko na shida gani? Na huyu ni brother yangu. Wewe nilikuwa nampelekea manguo zake. Lakini wewe madam uko na shida gani wewe? Hakuna cha. So uende utafute bwana. Shida yangu utaijua. Inlo ako sawa. Okay. Inlo ako sawa. Yangu utaijua. Inlo ako sawa. So uniondokee. Yes, mimi ni mama juu nimekutengeneza ndio unakaa hivi. So unajua saki sa venye from the look of things naona hapa maneno analishwa na bibi. Sasa huwa anakupress. Simtulie tu kidogo. Nataka venye mambo inaenda na mambo inakuwa ngumu hapa. Bro, mimi nataka kukusaidia. Yes. Nataka kukusaidia. Ulisikia venye tulikuwa mara kwanza polisikia venye tuliongea na nani? Na Steph. Tukaongea story ya daktari. So I think mimi naona kwa sababu walikuwa vichwa ngumu, daktari aka reveal vitu. So mimi naona bala hii mambo ya back and forth kwa sababu hatuelewani. Una insist hivi, huyu anakataa. Huyu pia na nini? So mimi naona kama utakubali nikuje nikuorganize kama tunaweza pata daktari kwa sababu mimi najua daktari akisema ni final. Yeah. So mimi niko ready for anything. Niko ready kabisa, niko ready. Unajua mtoto si wako. Na hakuna mali mtoto wako. Hapa ni majini inakuja kubrainwash watu. Hapa ni mapepo zinakuja. Bro, unakumbuka daktari alifanya mtoto akakuja hapa. Unajua chenye wanajaribu so hard ni kuharibu hii nyumba. Kuharibu mke wangu hapa. Lakini nayo tumesimama. Nami nitahakikisha haitasimama.